Bwana, hii hapa hii nzuri sana. Kama CEO wa KP Motors nilipata nafasi ya kuweza kushiriki kupanda mlima wa Kilimanjaro. Wazungu kuna kitu inaitwa bucket list. Bucket list ni mtu anakuwa anasema katika maisha yangu nataka nifanye hiki na hiki, nataka nitapanda sijui mlima wa Kilimanjaro, nataka pia niende sijui kwenye sijui ziwa nini, inategemea inaweza kawa ndani ya Tanzania, inaweza kawa nje ya Tanzania. Hasa mimi kupanda mlima wa Kilimanjaro haikuwahi kuwa ni moja kati ya fikra zangu. Sio kwamba sikuwa nataka, lakini haikuwahi kunipitia. Kwa hiyo mwaka huo nilifikiwa na Zara Tours, lakini walikuwa wanafanya pamoja na TANAPA, walikuwa wanashirikiana na Zara Tours kwa sababu mwenyewe ni TANAPA, Tanzania National Park, kwa ajili ya kwenda kupanda mlima Kilimanjaro ili kuhamasisha masuala mazima ya utalii wa ndani, kwa sababu kumbuka hicho ndio kipindi ambacho tulitoka kupigika na corona na tulikuwa tumeathirika sana kwenye eneo la utalii. Watalii walikuwa hawaji kwa sababu hawaji tu kwetu, hawasafiri, hawaendi popote katika hali ya kawaida. Kwa hiyo hicho ndio kipindi ambacho tulikuwa tunashawishi sana watu kwenda kwenye vivutio vyetu, na moja ya kati ya mambo ambayo maeneo ambayo tulikuwa tunayapushi sana ni hilo la kupanda mlima Kilimanjaro. Sasa mlima Kilimanjaro mwanangu sio shughuli ndogo, kwa sababu nawasikiaga watu kabla ya kwenda kupanda mlima Kilimanjaro sijui anafanya mazoezi, sijui anafanya nini. Mimi sikufanya mazoezi yoyote, na unajua mimi katika maisha yangu mimi sio mtu wa mazoezi kusema ukweli. Sijui inawezekana maisha yenyewe tu naishi peke yake ni mazoezi. Kwa sijui tu nakimbia, sijui unapiga nini, sipigi, na nagonga msosi kama kawa, na uzembe huwa kuwa unatumia usafiri kila unapotaka kwenda tunao sana kama vile watu wengine. Kwa hiyo nimeenda Moshi kwa ajili ya kujiandaa kupanda mlima Kilimanjaro, sina mazoezi. Nasema mimi nitafika, mimi nahisi naweza nikaishia njiani. Basi bana, toka zetu hapa fika Moshi, kakaa hotelini pale kwanza, siku ya kwanza unakula good time ya mwisho, alafu baada ya hapo tukaenda sasa sehemu ya kwanza kabisa pale, mnakwenda shamra pale na nini, sherehe, tunaagwa sasa wapanda mlima. Hali ndio kama hivi inavyoonekana. Niko na Blaza Masudi, niko na begi lake kasha mazito yote mpaka sijamwona na begi la mgongo. Nini la kwangu? Begi la kwangu mimi. Blaza Masudi kwa begi kalitupa. Alafu sasa tatizo jingine ni kwamba anasema kasahau begi lake hotelini. Nasemaje Blaza? Anaomba asipande, ashuke chini. Nasemaje Blaza, leo nitakuonyesha kama nimejipanga. Mimi kwa ajili ya kuonyesha ni midomo mimi. Mpaka hapa ninapokuambia nishapanda. Hivi unajua Steve Nyerere alibebwa kwenye machela. Sio kubebwa tu, alilia kama mbwa. Karudi analia. Blaza JB na ile ndambi walibeba na toroli. Ila mwana FA alipasua. Na hilo linatusumbua yule. Mimi nataka nimalize ile nani historia. Kila baada ya muda anaposti tena picha zake zile. Yaani ndugu yangu, nasikia ukishuka Blaza. Nasikia nywele zinanyonyoka bila hata kwenda saluni. Nasikia kuna sehemu utafika nguo unaziona nzito. Nakwambia kama unazivua, unazifunga kamba afu unaziburuza na mlikuwa na boxer. Unasema kuna muda nguo zinakuwa kama umebeba mfuko wa simenti. Na kuna sehemu kuna mlima wa Chacha mlima. Hiyo sehemu hata kudondokewa na ua. Unasema umedondokewa na mfuko wa simenti. Nasikia hata kuongea pia unamaliza energy. Unaambia kuna sehemu ukiongea sana unatoa energy. Ila kuna kitu umeniambia. Umeniambia kuna mafuta inabidi upake. Kuna na ulisahau Blaza, umedondosha vipande vya nyama. Anasema katika pachupachu za miguu ukitembea sana unasikia kwachu inabidi upake mafuta. Vinginevyo kuna vitu unaweza ukaviacha. Unadondosha nyama za nyama. Kwa hiyo inabidi upake mafuta kwenye putulu. Sisi tukaianza ile safari kukitafuta kituo cha kwanza. Uzuri wa mlima wa Kilimanjaro huku mwanzoni kimsingi ni ni kama tambarare, kwa sababu huwezi amini katika wakati unaanza kupanda mlima wa Kilimanjaro kuna sehemu unajua unaenda unashuka, kuna sehemu unapanda, si ni njia yaani ni njia unakwenda huko, kuna sehemu unashuka, ila wale wanaowaongoza wanaambia kabisa taratibu, usiwe Kongoma. Tukaenda kuanzia mida fulani saa ngapi mapema, lakini jioni tukafika kituo cha kwanza. Ile pale ni Moshi, mbele ya zile nyumba imefunikwa na mawingu yote hiyo. This one.
beautiful. Beautiful Horombo. This is beautiful Horombo. Na ukicheki kwa kule juu pale kuna kile kincha kile iki hapa iki ndo mawenzi iki ya hatari. Tukalala pale. Asubuhi tukaianza safari kuelekea kituo cha pili. Lakini katika experience ambayo nadhani si tukuje kuisahau, nadhani ni kupanda mlima Kilimanjaro, kwa sababu mazoezi sio kwamba hayasaidii, sio sababu. Sasa mimi sikuwa na mazoezi na nimeweza kupenya, na kuna watu na mazoezi walikuwa unaona wakati mnaenda hivi unaona kuna watu wanarudishwa wameshikwa huku. Kuna watu wanaweza wanakupita speed wewe unaambia nenda, na baada ya muda unakashikwa huku anarudi. Haitaki haraka. Kilimanjaro haitaki haraka, kwa sababu kadri unavyopanda ile mnaita ndo altitudes wenyewe wanasema ni kwamba hali ya hewa inabadilika. Umeelewa? Oxygen kimtindo inapungua. Kunakuwa sio kwamba kwa tabu, lakini ndio maana hawataki mfanye haraka. Sasa yote 9 vituo vyote hivi unavipiga. Kero yake moja kubwa ni of course ni kutembea muda mrefu. Ile kutwa nzima mnatembea mdogo mdogo. Sehemu nyingi sana kuna utambarare fulani. Kuna sehemu mnapata miinuko, alafu mnakaa level kidogo. Kuna sehemu kama ninavyokuambia unashuka. Babu balaa linaanzia Kibo. Karibu sana bwana. Hii ndio Horombo. Kituo cha pili. Kilomita unaziona? Bado nani? Bado Kibo, lakini kilomita ambazo umetuambia sio zenyewe. Sio zenyewe. Kwa nini? Kwa sababu kutoka Mandara kuja hapa ni kilomita 11, lakini sio 11. Sio za ukweli. Kwa sababu ni 11 za GPS inafanya hivi moja kwa moja. Unaona? Lakini nyinyi mnaenda hivi kama ngumi ya Ndoiga na ya Mandonga ile. Kwa makadirio kama kilomita ngapi? Nani kilomita kwa sema karibu 19. Lakini sio hapa tumestandika. Tumezumiza zote. Chakula moja kubwa sana. Cha kufanya tumshukuru Mungu, alhamdulillah. Ila kesho muombe tena. Pale babu mnatoka usiku. Tutoka kama kwenye saa 4 hivi. Baridi. Mwendo mdogo. Sasa wakati tunakwenda unasikia kama kuchoka hivi. Kuna time unajua mnaenda alafu mnakaa kwenye mawe yale. Nakumbuka wale saidizi wale walikuwa wanatuambia usilale, kwa sababu unaweza ukalala moja kwa moja kwa sababu ya oxygen. Kwa sababu unajua unapokuwa uko macho wewe unapumua, unatumia nguvu zako kupumua. Of course binadamu pia akilala si anapumua, lakini kwenye mazingira kama yale yenye upungufu wa oxygen ukilala unapata tabu sana kwenye kupumua. Kwa tuko tambo unatamani kusinzia, unaambiwa usisinzie. Basi mwanangu usiku kucha nalimaliza mpaka asubuhi. Ni hivi. Kile kipande ambacho nimekuambia kipande kigumu ni kutoka Kibo kwenda Gilmans. Unajua kuna time ilifika mpaka nikatamani moja kati ya magari yetu tuite Gilmans. Wanaita Gilmans Point kama sikosei. Babu, nafikiri ni jina la mzungu, sijui kuna historia yake, sijui vizuri ya kwa nini inaitwa Gilmans. Sijui ni kwa nini, lakini hiyo ni sehemu moja ngumu mno kuifika. Watu wengi wanaishia njiani katika hali ya kawaida, lakini na hizo story unapewa na mambo mengine kama hayo ambayo unapata, lakini hadithi unazopewa ni nyingi. Ingawa naambiwa Kilimanjaro ina njia nyingine tena ya kupita ambayo ni fupi lakini ni hatari zaidi. Hiyo sijawahi kuitumia. Ndio kitu kama cha mwisho tena kwenda sasa kule summit, lakini huko kidogo kuna kuwa afadhali kwa sababu kuna barafu na nene. Kuna sehemu unaambiwa tunakwenda ni pale, lakini kila ukienda ufiki. Sasa mimi nikawasema kuna mtu anakisogeza nyuma kile kibao. Wanaambia hata bro hamna. Akisogeza nyuma kile. Na spidi mnayokwenda babu ni kwamba uwanja wa mpira unaojua mnaweza mkauvuka kwa nusu saa. Maana ni hivi. Ukifanya unabebwa na machela. Unarudishwa. Kwa ni mdogo. Kuna sehemu mnaenda hamfiki.
lakini hatimaye tukafanikiwa kufika. Sio kazi rahisi kabisa kabisa kabisa. Mimi nisiwe mzungumzaji, sababu niko pia na mmoja wa washiriki ambao wameshiriki kufanikisha miaka 61 ya uhuru, Bwana Alhaji Masudi Ali Kipanya. Atatuambia heka za kufika katika eneo hili la Uhuru Peak. Kwanza nikupe hongera Masudi, hongera sana. Haikuwa kazi rahisi. Yes. Tusimulize kidogo. Sitaki kuatisha, lakini ni kitu cha kipekee sana. Ndio maana naona tumehangaika sana kufika huko. Nisikie yule bana anasema katika watu 100 na ngapi wanataka kuja huko? 191 na sisi tukijumlisha tunakuwa kama 75 ya. Ndio wamefanikiwa kuja huko. Wengine wote wameishia njiani. Wewe utaona namna ambavyo jambo lenyewe lilivyo, si la kawaida. Yes. Kwa hiyo ndio tuko hapa tarehe kabisa, tunakuja leo tarehe 9. Yes. Wakati wa Tanzania pia wanasherehekea kwa utaratibu mwingine, sisi tuko juu ya kilele cha Afrika hapa. Asanteni sana. Asante sana Masudi. Hebu tumeona kabla ya kufika hapa haikuwa kazi rahisi kama ambavyo umezungumza. Kabla hujafika hapa kuna eneo ukitoka Kibo, kuna eneo linaloitwa Gilmans. Then kuna Stella, alafu ndio unakuja hapa Uhuru Peak. Yote hayo ni maeneo ya vivutio ambayo lazima uyapitie kama njia ili uweze kufika hapa. Umeona? Kwa hiyo kuna maeneo ambayo unaweza kushindwa kufika. It's okay. Unaweza kama ukaishia Mandala au kaishia Horombo au kaishia Kibo au kaishia Gilmans ama ukaja moja kwa moja mpaka huko. Unaona bwana? Gilmans. Mbona umegunia sana? Nimependa mchakato wake. Mzuri sana. Upo just kwa mtu ambaye anatazama kusema mchakato wa Gilmans ni mzuri. Unahusisha mazoezi kwa sababu unatembea sehemu kwa muda mrefu kiasi, lakini na mazoezi ni kitu kizuri sana. Mzee Shau mwenyeji, Mchaga yule Shubamiti milima unaiweza, alafu kashapanda Kilimanjaro nadhani zaidi ya mara moja. Alinipita fiu. Na hiyo kunipita maana kenda kamaliza summit tukapishana anarudi namna hii. Nikasema huyu amalize, huyu mimi simalize, Dar es Salaam itakuwaje kule. Mzee tukapambana mpaka tukafika. Actually sisi tulikuwa kundi la mwisho kabisa. Karibu na mwisho, bado kuna kundi tulikuwa tumeliacha nyuma. Tukafika juu kabisa. Naomba wape salamu wa Tanzania wale ambao walikuwa wana hofu labda huenda Masudi ataishia njiani, lakini alhamdulillah Masudi ndani ya 9 Disemba hii huyu hapa ndani ya Uhuru Peak. Hapa niko hoi. Namba tunazoea mazingira pembeni. Unaonyesha mazingira pembeni. Wamulike watu wako hoi bintabani. Umeona hawatu hawajiwezi. Tandale hapo. Hapo sasa Tandale. Hiyo barafu zona hiyo hiyo. Na huyo hapa pembeni ndio wamesababisha sisi tuweza kufika kaka yetu Adamu. Yeye pamoja na kamera na kaka yetu Bwana Kiredio. Basi pamoja na ugumu pilika za hapa na pale, hatimaye Bwana Masudi Ali Kipanya ameweza kutoboa ndani ya Uhuru Peak. Kwa hiyo salamu ndio hizo, na hapa tuna njaa, tumechoka, tuna usingizi, haturuhusiwi kukaa muda mrefu kutokana na jiografia ya eneo hili. Na kubwa zaidi ni picha. Mizigo yetu iko hapo ambayo imebebwa kuanzia tangu siku ya kwanza mpaka hivi leo tumemaliza. Wewe Siza Mataluma, unaona kibao hicho Kilimanjaro? Umeona? Uhuru Peak Tanzania, maelezo unayaona hapo, ngoja nikugeuzie. Afu unaona mazingira haya. Sio nasema nimechukua Photoshop, nimeunga vitu. Unaona mazingira haya? Haya sasa. Hii video hii kwa ajili yako tu. Kufika juu sana mawinguni. Na maana yake ni kwamba KP Motors tumeileta kilele cha Afrika. Mantiki yake ni kwamba tunamuomba Mwenyezi Mungu au bwana KP Motors iende ikawe kubwa kama ambavyo ulivyo mlima Kilimanjaro ambao unasifika duniani kote. Sawa bana, KP Motors, disruptive minds, that's it. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nimefika level ambayo wakati mwingine ukipanda hizi ndege ndogo zinazokwenda mikoa ya kaskazini zinapita almost level hiyo, kwa sababu ukiwa kwenye ndege mlima unauona ule pale. Sasa wewe fikiria katika ulimwengu huo. Namshukuru Mungu tukafika salama, tukageuza kurudi sasa. Unajua unapokuwa unakwenda kuna kitu kina kupush kwa sababu nataka kufika.
Sasa ukimaliza unaanza kuwaza jinsi ya kurudi. Kuna watu walikuwa wanapelekwa helikopta kule, wakati wa kurudi unashuka hivi. Sasa mimi ilifika kipindi, sijui kama nishawahi kuisema hii. Wakati tunarudi sasa, niko na wasaidizi wawili. Kwanza pa juu utakiwi kukaa sana, kwa sababu ukikaa sana ile oxygen kwa sababu iko ndogo sana ni hatari. Inatakiwa unaenda unageuza. Ndio maana uwezi ukaenda kule ukakaa. Ingawa nasikia kuna watu wanaenda wanacheza mpira kule juu, wazungu nao wakorofi. Sasa wakati narudi mimi ile oxygen imenikamata kiasi kwamba akili ishaanza kupotea. Wakati tunarudi kuna mawe majabali makubwa hivi. Nikawa nawaambia wale jamaa, situingie mle hotelini mle. Jamaa wananiambia twende tu. Kumbe washajua mimi nishaanza kudata. Unajua kwa sababu akili ishaanza kuruka. Yaani mimi yale mawe makubwa alafu yana barafu, mimi naona ni majengo yale. Naambia sasa sikiliza, kwani huwezi kuita bodaboda hapa? Wale hawanicheki, wamenishika tu huku namna hii tu na kwa sababu wanajua jamaa tayari akili yake ishakuwa sio ya kwake. Kwa hiyo anaambia bodaboda huko haifiki. Nikamwambia tukifika Kibo si bodaboda, unaweza kaja bodaboda. Nimechoka kutembea. Bwana ndio tunashuka, yani jana tulikwenda kule kwenye ncha kule ndo Gilman's Point ambako ndiko inakopatikana Uhuru Peak, iko huko bwana. Hapa tulipo ni kwenye camp ya Kibo, sawa? Ndipo ambapo kufika unapiga picha kwenye kile kibao kinakuonyesha umefika mita 1400 ngapi kiredio hapa 1820. Hapa ni 1720. Pale Gilman's Point pale ni 5688. Kule juu Uhuru ni 5800. Mwanangu, kutoka hapa kupanda pale. Halo, hapo sasa huko hamna usafiri. Kwa maana ambacho tulifanya, tunatembea sasa kwa miguu. Tumetoka kwa miguu kule jana. Nilitamani nibebwe. Masaa mangapi tulitumia? Tumetumia masaa mangapi? Masaa 22. Kwenda na kurudi. Kwenda tumetoka saa 5. Tumerudi hapa. Tumefika pale saa ngapi jana? Saa 9. Saa 5 ya usiku tumefika saa 9 mchana. Sio, unanielewa? Yaani saa 5 usiku, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sawa? Alafu inaingia asubuhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mimi nimehesabu vizuri ni masaa mangapi, lakini ni masaa mengi mno. Kwa sababu tunachofanya, tunashuka, tunaelekea Horombo, alafu tukitoka Horombo tunapaswa kwenda Mandala. Tukitoka Mandala tunashuka Getini. Sasa, moja kati ya my best vitus ni huu mlima huu ambao hautajwi sana. Hii bana Mawenzi bana. Mwanangu, hii hapa bana. Yaani ninaipenda kwa sababu jinsi ilivyojichonga. Na huko naambia watu hawaendi huko. Kuna technical, yani kupanda kwake kuna utaratibu wake. Umeona bana? Na ukitaka kupanda unasaini kabisa. Unajua yes. Sasa unaambiwa hii Kilimanjaro hii. Niko na mshikaji wangu Mohamed hapa. Hii Kilimanjaro unaambiwa kuna mtu alikuwa ameshaivuruga sana Everest, mzungu. Akaja hapa na nyodo za Everest. Alikufa. Akufika. Naogopa kusema sio sawa kwa sababu kipimo cha wanaume ni vingi. Yaani kipimo cha wanaume lakini mimi natamani niseme moja wapo ya vipimo vya wanaume ni kutembea ile safari kutoka geti lile la Marangu pale mpaka Gilman. Kwa sababu Gilman kwenda Peak, Uhuru Peak hakuna miinuko mikubwa sana. Tambarare. Baba pale. Naambia tuingie katika haya majengo haya. Wanaambia bro, maiki kama 12 1 2 usiku, mimi barafu ile inaonekana. Naambia tuingie kwenye haya manani haya. Tuingie hotelini tukae hapa. Kumbe mimi nishadata. Mimi sijui. Oksijeni ishapungua huko kwenye ubongo, naambiwa akili inafanya namna hii. Umeelewa? Mtu anaweza kukutana piga kelele tu. Siku na mmoja alidata, tulipofika Kibo akawa anapiga kelele mpaka akashikwa namna hii. Kama unachanganyikiwa hivi. Kwa hiyo wakati nashuka kule kudata kulinipata kwa sababu nilikuwa nataka niingie kwenye yale majengo, kumbe sio majengo. Na wale walikuwa wanafanya upesi sana wanitoe kule juu ili niweze kushuka chini nipate oxygen. Vinginevyo ni hatari. Kwa sababu unaweza ukadata moja kwa moja msudi kipanya ya data. Lakini tukafanikiwa mpaka nikashuka chini nikakaa, lakini nataka nikwambie mwezi mzima sikuwa kawaida. Niko Moshi, niko hotelini baada ya kutoka kupanda mlima Kilimanjaro.
sijui mimi niko kidogo najiona niko tofauti, na nimekuwa nikitafakari sana. Kwa mfano hapa nilimuulizia guide wangu aniambie Marangu iko wapi, ambako ndiko kwenye geti. Sasa akaniambia kwamba Marangu iko mitaa hii hapa nyuma ya, aliambia kuna sehemu moja kabisa. Yes, Marangu iko kule. Kwa ina maana geti la kupandia mlima kupitia Marangu liko pale. Kwa unachofanya mnatembea Marangu, mnakwenda mpaka Mandara, iko somewhere hapo Mandara ipo geti la kwanza, mnakwenda mpaka mnatokea Horombo. Sasa Horombo ni katika haya mawingu kuna kilele cha Mawenzi, sawa, ambako ndiko iliko Horombo. Mita 3000 kutoka Mandara mnafika Horombo, alafu mnatembea tena mnaiacha Mawenzi, kisha mnaelekea mbele zaidi mpaka mnakutana na mpaka mnafika Kibo. Kibo ni hapa chini hapa, chini ya mlima kuna simu Kibo, alafu ndio mnapanda kuelekea Gilmans. Mkifika Gilmans ni somewhere hapa katika mlima upande wa kulia, alafu mnatembea kwenye ile pande kubwa kuna pande dogo la barafu kulia, alafu kuna pande kubwa la barafu. Ukiwa kule unaona ni kama magorofa makubwa sana. Sasa Uhuru Peak iko kushoto kabisa. Kutoka hapo kwenye pande kubwa la barafu mpaka kushoto kuna masaa kama 5 ya kutembea. Bwana, sisi tulikwenda mbali sana. Anayepanda mlima Kilimanjaro anakwenda mbali kuliko Marekani. Haya ndio maelezo ambayo nilikuwa nikiyasema, kama mtu atanielewa. Ni mbali sana tulikokwenda sisi kuliko Marekani, kwa sababu Marekani kunafikika, kuna watu wanaishi. Kule hawaishi watu. Yaani ukimwambia mtu nilikwenda mwisho wa dunia, kwa sababu nyuma ya pale hakuna kitu. Mwezi mzima ilikuwa kama kuna ganzi fulani hivi kichwani, kwa sababu kumbuka binadamu alivyoumbwa hapa ardhini, hapa alipowekwa hapa, amepangiwa kiwango cha hewa yake inayomfaa, oksijeni inayomfaa. Umepata? Kuna watu wanakaa milimani, lakini sio milima ya level ya Kilimanjaro. Umeona? Na nasikia kuna miujiza pia. Kuna wengine wanasema walikuwa wanawashai kumuona ng'ombe, kuna mwingine wanasema washai kumuona kuku, kuna wengine wanasema kuna mbwa, lakini ile ni level ambayo kiumbe kuishi kule moja kwa moja ni ngumu, kwa sababu hata kuna level nafika hata aina ya majani inakuwa huikuti ile ambayo umezoea kuikuta hicho. Lakini ilikuwa good experience, happy, na nitaenda tena. Nakumbuka kuna time tulikuwa tuna redio yetu. Mshikaji wangu anaitwa Kiredio. Sio huyu mwingine mchekeshaji, kuna jamaa mwingine Kiredio maarufu sana kule. Wao wanapanda milima kila siku. Kwa alikuwa kabeba redio. Kwa kuna time tulikuwa tunakula reggae pale. I wanna love you and treat you like treat you right, so light. Treat you right. Nilichukua hiyo video nikaidedicate kwa mtoto wangu Malcolm. Alikuwa anatumia slogan ya never give up. Kwa unapokuwa unapanda mlima Kilimanjaro kama ule, tunatakiwa usi give up. Na hata kwenye maisha haya ambayo tunayaishi, tunakutana na vikwazo vingi na mambo mengi sana, hutakiwi ku give up kwenye biashara, kwenye project yote ambayo unaifanya. Kwa nika dedicate huo wimbo kwa ajili ya Malcolm. Kwa hata mimi wakati napanda ule mlima, Malcolm alikuwa tayari ameshafariki. Sikufanya of course kwa ajili ya Malcolm, lakini yani kuna ile kitu ambayo inakupa, alikuwa amepitia mambo mengi sana magumu, maumivu kwa maana ya ugonjwa alikuwa anaumwa, lakini hakuacha kutabasamu. Yani ukiingia pale utafikiri haumwi. Kwa hiyo haku give up, hakukasirika, hakumnunia mtu, akaendelea kuishi kama kawaida.